Kata ya Msalato ni miongoni mwa kata kubwa zilizoko ndani ya halmashauri ya jiji la Dodoma. Zikiitwa kata 41, basi kata ya Msalato ni miongoni mwa kata hizo. Kata ya Msalato ina utajiri wa mitaa mitatu mikubwa: mtaa wa Senje, mtaa wa Chikole na mtaa wa Msalato. Kata ya Msalato ina wakazi 12,905 huku wanawake wakiwa 6,544 na wanaume wakiwa 6,341, na kati ya hao wote ziko kaya 3,384. Hapo awali kitajwa kata ya Msalato, kichwani likuijia machinjio na mnada wa nyama au shule ya wasichana Msalato, lakini sasa ikitajwa kata ya Msalato unamaanisha uwanja mkubwa wa kimataifa wenye uwezo wa kubeba ndege za ndani na za nje kimataifa unaojengwa na serikali ya awamu ya 6 iliyoko chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Kata ya Msalato kwa miaka mitano 2020 hadi 2025, serikali imewekeza vikubwa katika kata hii kuhakikisha kwamba wananchi wa kata ya Msalato wananufaika na mapato ya serikali yao. Mtazamaji, fuatana nasi kuanzia sasa, fuatana nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho uweze kujionea ni namna gani ambavyo serikali imewekeza fedha nyingi katika kata ya Msalato kwenye upande wa afya, upande wa elimu, upande wa jamii na upande wa maendeleo ya mwananchi mmoja mmoja. Tunaokusogezea makala hii ni kitengo cha mawasiliano serikalini jiji la Dodoma. Kwa jina ninaitwa Nsubi Bukuku, ni diwani wa kata ya Msalato. Kikawaida kata ya Msalato ipo njia ya kwenda Arusha, ni kilomita 10 kutoka Dodoma mjini. Msalato inatambulika kwa mambo mawili ya haraka haraka ukitaka kujua kata ya Msalato iko wapi. Unatambulika kwa shule ya sekondari ya Msalato Girls, lakini sasa hivi Msalato inatambulika kwa uwanja mkubwa wa kiwanja cha ndege unaitwa Msalato International Airport. Mheshimiwa Diwani, katika kuhusu swala la ushawishi wako katika maendeleo ya wananchi, ili hapa swala unalizungumziaje? Kimsingi katika swala la ushawishi ni kwamba wananchi unaoongoza ni lazima ujue kwamba wana kitu gani cha maendeleo na kihitaji kwa haraka. Lakini nimegundua kwamba kata ya Msalato ina mambo mawili matatu wanaohitaji watu wa Msalato. Cha msingi lazima utambue kata ya Msalato ni mojawapo ya kata ambazo zilikuwa ni kama kata mpya zimeanzishwa, kwa sababu Msalato ni mojawapo ya kata iliyoathirika na maendeleo ya ukuaji wa nchi. Kwa sababu nimekuambia kuhusu Msalato International Airport, ni watu walikuwa wanaishi kule, na watu walioishi kule walitegemea shule pale pale, walitegemea hospitali pale pale, walitegemea huduma zao zote pale pale. Sasa kwa ajili ya jambo zuri la utanuzi wa airport ilibidi vile vitu vyote vitolewe. Lakini ukiangalia vizuri, baada ya kutolewa hivyo vitu, watu wa Msalato walikuwa wanahitaji kupata vitu vingine. Sasa katika vitu hivyo nikaangalia kwanza nitoe kipaumbele kwenye kitu gani. Cha kwanza nitoe kipaumbele kwenye elimu, cha pili tukatoa kipaumbele kwenye afya, lakini kwa sababu watu walikuwa wameshahamishwa wameenda kwenye maeneo mapya, ikabidi tuwape maji, wapate na barabara. Hivyo ndio vitu ambavyo vilikuwa vinataka ushawishi wa haraka sana, kwa sababu kila mtu anakuwa ana tatizo lake la haraka, lakini unaangalia tatizo gani ambalo linawagusa watu wote kwa mpigo. Na mimi natambua ni lazima kwanza mtu umpe elimu, umpe afya, umpe maji, ndio ataweza kuishi. Tunaweza tukaanza na mambo mengi ya haraka kwa sababu hata kimkate chetu tunachokipata ni kidogo. Ili kuwahudumia wananchi inabidi kwamba wape elimu, ukishawapa elimu na wenyewe watakusaidia katika mambo mengine yanayoendelea. Kata ya Msalato ina jumla ya shule 3 za msingi ambazo ni shule ya msingi Msalato, shule ya msingi Msalato Bwawani na shule ya msingi Chikole, na kuna shule 2 za sekondari ambayo ni shule ya wasichana ya Msalato na shule ya sekondari Chikole. Serikali imepeleka fedha nyingi sana eneo la elimu katika kata ya Msalato. Shule hii ya Chikole ni shule mpya iliyoanza kutoa huduma 2022 hadi sasa 2025. Ina jumla ya wanafunzi 830. Mwalimu Sala Nawita ambaye ni mkuu wa shule ya msingi Chikole hapa anatuelezea namna gani ambavyo serikali imewekeza katika kata yake. Kwa majina naitwa Mwalimu Sara Bernard Nawita, ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi Chikole iliyoko kata ya Msalato katika halmashauri ya jiji la Dodoma.
Shule ya msingi Chikole ni miongoni mwa shule mpya zilizojengwa katika halmashauri ya jiji Dodoma. Ni mradi uliotokana na boosti kwa mwaka 2022-2023. Shule hii ya msingi Chikole ilipatiwa fedha kiasi cha milioni 318 na laki 8 kutoka mradi wa boosti. Hivyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuikumbuka kata yetu ya Msalato. Katika fedha hizo tulijenga madarasa 7 ya shule ya msingi, madarasa 2 ya elimu ya awali, pia tulijenga jengo la utawala, matundu ya vyoo 6 kwa elimu awali na matundu ya vyoo 10 kwa elimu msingi. Kutokana na fedha hizo pia tulitengeneza madawati 105 kwa ajili ya elimu ya msingi, na upande wa elimu ya awali tulitengeneza viti 30 na meza zake 30. Pia tulifanikiwa kutengeneza meza 7 za walimu na viti 7. Tunaishukuru sana serikali yetu, tunashukuru uongozi wa rais wetu Mama Samia Suluhu, pia bila kumsahau Mheshimiwa diwani wa kata yetu ya Msalato, Mheshimiwa Usubi Bukuku, kwani alikuwa mstari wa mbele katika kutekeleza maendeleo katika shule ya msingi Chikole. Shule ya msingi Chikole katika kuhakikisha watoto wanafanya vizuri na kupata motisha wapo shuleni, wazazi kwa kushirikiana na uongozi wa shule wamehakikisha watoto wanapata chakula shuleni. Hii ni kupunguza utoro na kuongeza ufaulu darasani. Mwalimu wa lishe shule ya msingi Chikole pamoja na wanafunzi ni mashuhuda wa hiki ninachokizungumza. Shule hii ipo kata ya Msalato, jiji la Dodoma. Pia ni mwalimu wa lishe katika shule hii. Tunapenda kuishukuru serikali yetu kwa kuweka mpango wa lishe mashuleni, na katika programu ya lishe mashuleni tunawapatia uji watoto wa darasa la 1 hadi la 2, chakula kuanzia darasa la 3 mpaka la 7. Kwa hiyo tunatekeleza ipasavyo na watoto wanapata chakula kwa ajili ya kuimarisha mchakato mzima wa ufundishaji na ujifunzaji. Na kwa upande wa shule za sekondari, serikali imewekeza kiasi cha shilingi milioni 688,000 kwa ajili ya ujenzi wa vyumba 7 vya madarasa, mabweni 4 na matundu 10 ya vyoo shule ya wasichana Msalato. Na serikali haijaishia hapo, imewekeza kiasi cha shilingi milioni 60 kwa ajili ya vyumba 3 vya madarasa shule ya sekondari Chikole. Asante. Kwa jina naitwa Rosie Simon Ndimbo, ni makamu mkuu wa shule taaluma katika shule ya sekondari Chikole. Shule hii ya Chikole iko katika kata ya Msalato, ni kilomita 11 kutoka jiji la Dodoma katika njia hii kubwa ya kuelekea Arusha. Shule hii ya sekondari Chikole iliyopo katika kata ya Msalato ilianza mwaka 2006 kwa majengo 3, lakini mpaka sasa tunayo madarasa kama 12 ambayo yanatusaidia katika taaluma ya watoto wetu kuanzia kidato cha 1 mpaka cha 4. Jiji la Dodoma, halmashauri ya jiji la Dodoma imekuwa na mafanikio makubwa sana katika kutusapoti katika upande wa kuendeleza elimu katika shule hii ya sekondari ya Chikole, hasa katika upande wa mahitaji mbalimbali kama vile samani, viti pamoja na meza. Imekuwa kila mwaka ikiona namna ya kuweza kutuongezea kwa sababu ya changamoto ambayo tulikuwa tunaipata hapo mwanzo ya uhaba wa viti na meza kwa watoto wetu. Kama tunavyoelewa, watoto walianza wachache, lakini siku zinapoendelea watoto wetu wamekuwa wengi kiasi kwamba tumekuwa face changamoto ya uhaba wa viti pamoja na meza. Lakini halmashauri ya Dodoma imekuwa ikitupa support sana kila mwaka atilisi kuongeza viti na meza takriban kuanzia viti 100 na meza 100. Lakini kwa upande wa majengo pia imeendelea kutupa support. Mpaka sasa tuna nyumba ya mwalimu mmoja na imefanikiwa kuisha, na mpaka sasa kuna mwalimu mmoja ambaye anaishi katika nyumba hiyo. Lakini vile vile katika majengo mengine ya kitaaluma tunazo maabara 3, maabara ya physics, chemistry pamoja na maabara ya biology. Lakini maabara ambayo imekamilika na inatumika sasa
ni maabara ya biology. Na hizo zote ni jitihada za jiji ambazo wamekuwa wakitusapoti katika kuhakikisha watoto wetu au wanafunzi wanapata elimu iliyo bora. Serikali katika kuhakikisha kunapatikana huduma ya utawala bora ndani ya kata ya Msalato imewekeza kiasi cha shilingi milioni 10 kwa ajili ya umaliziaji jengo la utawala ofisi ya kata Msalato, ambapo fedha hizi zinakamilisha jengo, zinaweka umeme, gypsum na madirisha kwa ajili ya kuhakikisha ofisi inaonekana nadhifu katika mazingira ili kuongeza ubora wa ufanyaji kazi na utoaji huduma kwa wananchi. Naitwa Devota John Serufala, afisa mtendaji wa kata ya Msalato. Napenda kuzungumzia miradi ambayo imefanyika katika kipindi cha miaka 5 iliyopita. Kwenye kata yangu nimepokea miradi mbalimbali. Napenda nianze na mradi wetu wa kata hii ya Msalato ambako nilipata milioni 10 kwa ajili ya kufanya umaliziaji wa jengo kama mnavyoliona, kupaka rangi, kuweka gypsum, kuweka umeme, kuweka tiles. Zoezi hili lilifanyika na lilikamilika, mradi unatumika, ambako hii pesa ilikuja kusaidia kwanza muonekano wa jengo, kuweka watumishi kufanya kazi katika jengo zuri ambalo linaendana na hadhi ya halmashauri ya Dodoma jiji, kusaidia kutoa huduma karibu kwa wananchi, na wananchi wanavutiwa na ofisi yao, wanaona serikali iliyoko madarakani inafanya kazi vizuri, imeweza kutujengea ofisi nzuri. Lakini na kuna ofisi ambazo zimejengwa, ofisi za serikali za mitaa. Kutokana na hii kujengwa, wananchi wakahamasika wenyewe, wakaweka michango, wamejenga ofisi ya mtaa wa Senje ambako mpaka sasa hivi imeshapauliwa kwa nguvu kazi za wananchi. Wametumia pesa milioni 12 na mradi unaendelea vizuri. Lakini kuna mradi mwingine ambao wamejenga, ofisi ya mtaa wa Msalato, wamefanikiwa kujenga mpaka hatua ya msingi kwa kutumia shilingi milioni 6. Mradi umesimama kwa sasa hivi, lakini tunaendelea kuhamasisha jamii endelee kuchangia ili tuweze kukamilisha huo mradi. Kata ya Msalato ni miongoni mwa kata kubwa kama nilivyokuelezea awali. Hivyo serikali katika kuhakikisha wananchi wake wanapata afya bora imewekeza kiasi cha shilingi milioni 134,433,900. Sambamba na hiyo, hapo kuna miradi ya afya ambako mpaka sasa hivi awamu ya kwanza wananchi walijenga wenyewe kwa gharama yao ya shilingi milioni 50, na baadaye halmashauri kaongezea milioni 30, na mwezi uliopita tumepewa milioni 50. Mpaka sasa ni sawasawa na milioni 130, ambako jengo linaendelea zoezi la upauaji na umaliziaji wa jengo la OPD, ikiwa serikali inalenga kusogeza huduma za afya karibu kwa wananchi wa kata yetu ya Msalato, badala ya kutoka hapa kufuata huduma katika kata jirani, kata ya Makutupora, basi watakuwa wanapata huduma ndani ya kata yetu. Na kwenye miradi ya maji, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyoko chini ya Rais Amiri Jeshi Mkuu Daktari Samia Suluhu Hassan imewekeza barabara katika kuhakikisha wananchi wa kata ya Msalato wanapata maji muda wote. Kisima cha maji cha milioni 20 kimewekezwa katika machinjio ya Msalato. Tuliweza kupata milioni 20 kwa ajili ya kujenga kisima cha maji, kusogeza maji karibu katika machinjio yetu. Mradi huu umefanyika na umekamilika na maji yanatoka, ambao na yenyewe imesaidia sana kuondoa adha ya maji. Ruwasa wamekata au hayapo, basi kufanya hivyo mkurugenzi ameangalia itasaidia sana katika upatikanaji wa maji katika chinjio letu la Msalato. Sambamba na hiyo, alitupa pesa milioni 15 ambazo tumeongeza pale katika machinjio ya Msalato. Tumeongeza mashimo ya maji taka 2. Shimo moja limekamilika na jingine linaendelea kujengwa. Lakini katika miradi ya kilimo hapo kilimo na mifugo, pia tuliweza kufanikiwa kupata milioni 22 ya kujenga kisima cha maji katika shamba letu la zabibu, ambao ni shamba darasa la mfano katika jiji la Dodoma, na maji yale yanasaidia katika zoezi zima la umwagiliaji wa zabibu, ambako kata mbalimbali wanakuja kujifunzia pale. Ni shamba letu darasa na linaendelea vizuri.
Kata ya Msalato ni vinara wa uhifadhi wa mazingira. Hivyo mpaka sasa wamepanda jumla ya miti 7,000 katika maeneo ya wazi, maeneo ya taasisi na taasisi zisizokuwa za kiserikali. Mimi nafikiri katika kata mojawapo ambazo zinajitahidi sana katika kukijanisha Dodoma ni Msalato, na ninaishukuru sana kwa sababu tuko karibu na taasisi na watu wa JW, watu wa makao makuu ya magereza kwa ushirikiano mkubwa wanaotupa. Ukipita Msalato sasa hivi utakuta pembezoni mwa barabara kote tumejitahidi kupanda miti, lakini katika shule zote ukiangalia katika shule ya msingi ya Msalato alikuja makamu wa rais ambaye alihamasisha upandaji wa miti. Tulipanda takriban miti 1500, lakini vile vile jeshi la magereza upande wa ujenzi wa hospitali wametupa miti tumepanda. Mwaka huu tumepanda takriban miti 3500 kwa ushirikiano na jeshi la magereza. Lakini jeshi la magereza wajitolea kumgaia kila mwananchi anayehitaji kupanda miti nyumbani kwake mti mmoja mpaka 2. Tuliona kwa sababu idadi ya watu wa Msalato kila mtu tukimpa mti mmoja, kuna watu wazima zaidi ya 7500. Jumla watu wote tuko 12,000 na zaidi, lakini tukitoa miti 7,000 kila mtu akipanda mti nyumbani kwake akiutunza tutakuwa tumekijanisha. Na ukiangalia haraka kwa Msalato utaona kuna mapoli, kuna kijani, na hata hapa shuleni tuliopo utaona kuna miti. Hapa shule ya sekondari ya Chikole na shule ya msingi Chikole tumepanda miti zaidi ya 2800. Tumepanda paka maeneo ya nje barabarani, kutoka hapa tunapoanzia shuleni mpaka barabarani tumepanda miti. Lakini wananchi vile vile wamehamasika. Ukiangalia miaka nyuma ukija Msalato ulikuwa unaona kwa umbali zaidi, lakini sasa hivi sio rahisi kuiona kwa umbali. Utaona kuna vichaka na miti, kwa sababu lazima ukitaka kutunza mazingira usiyalazimishe mazingira kwa miti mipya, unaiachia hata miti ya asili. Sasa miti ya asili hapa ni mitunduru, tunaiachia na miti yenye miba yote ili kukijanisha, na kwa sababu ukiruhusu miti ya asili yote na hii miti ambayo mipya unaileta inatengeneza urafiki. Kwa hiyo miti ya asili miti mipya inasababishwa na miti ya asili kukua kwa haraka. Hapa tulipo huu ni mwarobaini, ni mti wa kawaida, lakini ukiangalia vichaka vingi tumeviacha vya mitunduru ili na miti ya asili iende pamoja. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliazimia kuhakikisha wananchi wanapata faida kupitia mapato yao, na hili linatekelezwa katika kata ya Msalato, ambapo hapa afisa maendeleo wa kata hii anatuelezea ni namna gani ambavyo wananchi wananufaika na mikopo hii ya 10% kutoka katika mapato ya ndani ya halmashauri ya jiji la Dodoma. Mpaka sasa vikundi vilivyopata mikopo ni vikundi 12, na vikundi ambavyo tayari vimekwisha kusajiliwa katika kata hii ni vikundi 53. Huyu ni afisa maendeleo wa kata ya Msalato pamoja na wanufaika wa mradi huu akielezea namna gani ambavyo serikali imewakumbuka kupitia miradi ya 10% kutoka ofisi ya mkurugenzi wa jiji la Dodoma. Naitwa Julius Masai, ni afisa maendeleo ya jamii kata ya Msalato. Katika kata yangu kweli namshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuiwezesha kata. Tumeweza kutoa mikopo kwa makundi haya maalum, wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Jumla ya milioni 76 imetolewa, na marejesho vikundi vinaendelea kurejesha vizuri, pamoja kwamba kuna changamoto, lakini tunaendelea kufuatilia na kuelimisha kwamba hizi fedha za serikali zinatakiwa zirejeshwe. Kwa majina naitwa Teresia Joseph. Mimi ni mfanyabiashara wa hapa Msalato. Biashara yangu ni vinywaji. Tunamshukuru Mama Samia kwa kutuwezesha wanawake, walemavu, vijana kutupatia mkopo ambao hauna riba, ambao umeweza kutuwezesha sisi kujiinua katika biashara zetu. Kwa kweli kupitia mkopo huu tuliopewa mama tumeweza kunufaika mengi, kama hivi biashara tumeziboresha, tumeweza kupata viti kwenye biashara kama hii naona inaendelea. Tunaishukuru sana serikali. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hadi wakati mwingine. Tuliokusogezea makala hii ni kitengo cha mawasiliano serikalini.